Mkoa wetu wa Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa ambayo pia iliweza kupata hitilafu kidogo kutokana na vikundi vya wahalifu kufanya matukio ambayo tunayakemea kwa sauti kubwa na tunayapinga kwa sauti kubwa sana, kwa sababu yana athari kubwa kwa wana Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, natoa tamko au tangazo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba vituo vyote vya mafuta vilivyokuwa vimefungwa kutokana na matishio kadhaa ya kiusalama sasa vifunguliwe na vianze kutoa huduma hizo. Na vyombo vya moto ama vyombo vya usafiri vyote navyo vihakikishe vinapata huduma katika vituo hivyo. Sambamba na hilo, tunaendelea kuonya mfumo wa uuzwaji wa mafuta katika vidumu, huku tukiamini kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa asilimia kubwa hauna nia njema kwa taifa na kwa mkoa wetu kwa ujumla wake. Tunamwelekeza EWURA kanda ya Mashariki kuita kikao mara moja na wamiliki wa vituo vya mafuta vyote katika mkoa wetu ili tuweze kupeana semina maalum kuhusu mfumo sahihi tena wa kuendelea kuuza mafuta usioleta athari katika mkoa wetu. Sambamba na hili, ndugu waandishi wa habari, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi. Tuna DART na tuna UDART. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa, na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa LATRA, wadau wa LATRA na watumishi wa LATRA ama mtendaji mkuu wa LATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi. Na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road, na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali. Lakini jambo nyingine la muhimu, mtakumbuka kwamba usafiri wa kwenda mikoani kupitia stendi ya Magufuli ama kuanzia stendi ya Magufuli nao ulisitishwa kwa muda. Na kwa mantiki hiyo, stendi ya Magufuli inaanza kufanya kazi rasmi haraka iwezekanavyo. Na hapa niweke wazi kwamba wakati wa ufungaji kulikuwa kuna wafanya biashara kwenye maduka hayo na ambayo yamelindwa mpaka sasa akiwa yako salama. Tungetamani sana uongozi wa stendi ya Magufuli pamoja na wadau wanaofanya kazi katika stendi hiyo kuwepo saa 10 hiyo ili wapate utaratibu wa namna ya kuendeleza tena kazi zao katika stendi hiyo. Na jambo jingine ni usafiri wa vivuko. Mtakumbuka kwamba pia kivuko nacho kilikuwa kimesimama kwa muda, lakini sasa kwa kuwa tumeruhusu shughuli hizi za usafirishaji kuendelea, pia vivuko, kwa maana kivuko cha kutoka cha pale feri kuvusha watu kwenda Kigamboni na kurudi huku, na chenyewe kitaanza kufanya kazi rasmi na kwa haraka sana.